sio yeye tu peke yake kuwa huru. Kuna madai ya msingi yaliyofanya watawala wamweke ndani. Hayo tusiache kuyapambania, tusiache kuyapambania, tusiache kuyapambania. Sasa kuna njia mbili za mwenyekiti Lissu kutoka gerezani. Njia ya kwanza ni kumwendesha mashtaka wa serikali DPP kuwasilisha mahakamani kinachoitwa nolle prosequi, hati ya kwamba hana nia ya kuendelea na kesi. Sisi tunaamini DPP pamoja na kuwa ametamkwa kwenye katiba, kwa katiba yetu mbovu ya mwaka 77, rais amepewa mamlaka makubwa sana. Hata akiwa rais batili, rais haramu, bado ana mamlaka. Tunachosema, tunamwambia Samia Suluhu Hassan na DPP, ifutani kesi ya Tundu Lissu mara moja. Hiyo njia ya kwanza. Lakini njia ya pili ni njia ya kimahakama. Hatuingilii uhuru wa mahakama kuamua jambo gani kwenye uamuzi wa kesi, lakini tuna wajibu wa kuiambia ukweli mahakama bila kuingilia uhuru wake. Mahakama imejinasibu kuendeshwa na msingi wa kutoa haki kwa wakati. Haiwezekani toka mwezi Februari tarehe 24, kesi kubwa, kesi namba 1, kesi ya uhaini, eti mtuhumiwa mpaka leo hajaletwa gerezani. Haiwezekani. Ndio hajaletwa mahakamani, hajatolewa gerezani kuletwa mahakamani. Ndio maana tunasema wazi mbele ya vyombo vya habari na wananchi, jaji mkuu ana wajibu, kwa sababu yeye ni kiongozi wa muhimili wa mahakama. Ana wajibu wa kuhakikisha haki inatendeka kwa wakati, kwa sababu justice delayed is justice denied. Imeshaonekana kesi hiyo ni kesi ya mchongo. Mahakama ipange ratiba ya haraka, wasikilize, wamalize hiyo kesi, Tundu Lissu awe huru, tuje tusonge pamoja kwenye mapambano katika taifa letu. Ndugu zangu wananchi wa Katoro, haya tutazunguka nchi nzima kuwaeleza Watanzania wa maeneo mbalimbali. Katika hatua hii ya kwanza tumeanza na mikutano ya hadhara. Tutazunguka kuunganisha umma kwa njia ya kidemokrasia ya mikutano ya hadhara. Kama watawala hawatasikiliza sauti ya watu ambao ni sauti ya Mungu, tutarudi kwenu na njia nyingine za ziada za kidemokrasia halali kabisa kwa mujibu wa sheria. Kama ni maandamano au njia nyingine, tutakwenda hatua hiyo katika hatua ya baadaye. Twendeni hatua kwa hatua mpaka kieleweke. Sasa kazi hii inahitaji rasilimali. Kwa hiyo niwaombe ndugu zangu, moja, narudia, ushike simu yako, uhifadhi hii namba ambayo iko kwenye kipeperushi, ila ihifadhi kwenye simu yako sasa hivi, ili hata kipeperushi kikipotea, hifadhi namba, andika tu Chadema HQ, andika tu Chadema. Kwa hiyo andika namba 0744 44 6969. Wakati wowote dondosha tone kwenye namba hiyo ya chama ya M-Pesa. Lakini kama unatumia WhatsApp na huna kipeperushi au unataka taratibu za kujiunga kwenye malipo ya kujirudia, andika hii namba, chukua simu yako, andika hii namba, ihifadhi kwenye simu yako. Unaweza kaandika Chadema WhatsApp. Andika hii namba 0799
2. Ukichati tu na hii namba, ukiandika neno lolote, ukiandika NIMO au ukiandika Chadema au ukiandika chochote, itakuonyesha, itaanza kukwambia ukitaka kujiunga na malipo ya kujirudia fanya hivi, ukitaka kufangia Chadema fanya hivi. Utakuwa unachati nayo tu, itakuelekeza hatua kwa hatua mpaka utapata kile unachokitaka. Kama unatumia mtandao wa WhatsApp, kama unataka kuchangia kwenye akaunti ya benki, andika akaunti ya benki ifuatayo. Ni benki ya NMB. Kwa unaweza ukaandika NMB Chadema, alafu namba ya akaunti ni 2660000 Ndugu zangu wananchi wa Katoro, hili jambo la kuchangia tone tone, ni watu viongozi kwamba uwe ni utamaduni wa Tanzania, sio wanachama wa Chadema. Hata kama sio mwanachama wa Chadema, tuunge mkono. Niwape siri moja, toka mwaka 2010 kiwango cha ruzuku ya Chadema kilipoongezeka, Chadema ilipoongeza kura za wabunge na idadi ya wabunge, mpaka mwaka 2025 mwezi Oktoba, 85% ya uendeshaji wa shughuli za chama ulitegemea ruzuku. Watawala walipogundua ruzuku ni kati ya silaha ya mapambano ya haki, wakaweka mizengwe ya uwizi wa uchaguzi kupunguza kura. Tulipochukua msimamo wa no reforms no election, ambao nyinyi wananchi mmetunga mkono, msimamo huo tumeuchukua kwa gharama ya kuondoa uwezekano wa kupata ruzuku kabisa. Sasa hatupokei ruzuku hata shilingi moja. Katika mazingira haya, jukumu la kuiendesha Chadema, jukumu la kuhakikisha Chadema inaendelea kutekeleza wajibu wake wa kuleta haki na kuleta mabadiliko kwa Watanzania, ni jukumu la Watanzania wote. Kwa hiyo msituchoke tunaposisitiza ujumbe huu wa tone tone. Unaweza wewe usiweze kupanda jukwani, unaweza usiweze kuacha shughuli zako kuzunguka nchi nzima katika hii vita ya kuiondoa sisi madarakani na kuondoa watawala dhalimu. Wale mlio nyumbani, mna wajibu wa kuwawezesha askari walio mstari wa mbele waendelee mapambano mpaka tushinde. Kuna wengi hapa walikuwa na nia ya kugombea ubunge huku, wengi sana. 2020 kuna ambao waligombea hapa wakaporwa, wakaibiwa, na wengine walikuwa na malengo. Wale wote mliogombea ubunge kupitia Chadema na mliokuwa mnania kugombea ubunge, msimame tu, wabunge wa wananchi msimame. Naona wengi, namuona Kapalatu pale Masanja, namuona Kalumuna, naona wengi, namuona Mzee Tiba na wengine wengi walioko hapa na walioko maeneo mbalimbali. Mimi niwaagize tu na niwaombe kwa nafasi yangu ya mtendaji mkuu wa chama, kule Dodoma kuna bunge haramu. Lile bunge ni halali kweli? Limetokana na wananchi? Wangapi mnasema tuna bunge haramu kule Dodoma? Tuna bunge haramu, tuna bunge batili, tuna bunge batili. Katika mazingira ya kuwa na bunge batili, sisi tumeweka msimamo kwamba uchaguzi wote wa urais, ubunge na udiwani unapaswa kufutwa, urudiwe upya. Huo ndio msimamo wa kamati kuu ya Chadema. Sasa sisi wanasema kwamba wananchi wanasema tayari uchaguzi ulishaisha, maisha yaendelee. Wananchi mnakubaliana na hilo? Mnakubaliana na hilo? Wangapi mnasema uchaguzi ufutwe, urudiwe upya, ufutwe urais
uchaguzi ufutwe. Asanteni. Sasa uchaguzi ukirudiwa ukafanywa na tume hii, mifumo hii ya polisi, matatizo yatakuwa ni yale yale. Ndio maana tunasema kwanza lazima tupate katiba mpya tuweze kuwa pamoja na mambo mengine na uchaguzi una haki. Mnakubaliana na sisi wananchi? Mnakubaliana na sisi kwamba katiba mpya kwanza, si ndio? Katiba mpya kwanza, si ndio? Mnasema katiba mpya kwanza, vidole vile juu. Vidole vile juu, wapiga picha. Wananchi wanasema katiba mpya kwanza. Katiba mpya kwanza, tupate tume huru, tupate uchaguzi wa haki, tupate haki za watu. Sasa wakati tukiendelea kupambana kudai katiba mpya, kudai tume huru, kudai mabadiliko, kudai uchaguzi ufutwe, maisha vile vile katika taifa, kuna baadhi ya sekta maisha yanaendelea. Ni lazima Chadema, taasisi na chama chenye imani na matumaini ya watu, ni lazima hiyo jukwaa la kupaza sauti kwa niaba ya watu, na nyinyi bunge la wananchi na vyombo vingine vya chama, endeleeni kupaza sauti kwa niaba ya wananchi, mkiwasemea wananchi katika majimbo, kwa sababu wabunge wa CCM hawana uhalali wa kuwasemea wananchi kwa sababu hawatokani na wananchi. Ndugu zangu Watanzania wenzangu, na kati ya mambo ambayo kwa kweli kwa sasa, pamoja na katiba mpya, Tundu Lissu na mambo yote tunayopigania, hatupaswi kuacha kuyasema, ni kwamba maisha ya wananchi yanazidi kuwa magumu. Bei za bidhaa mbalimbali zinabidi kupanda. Bei ya mafuta inazidi kupanda. Sisi kamati kuu ya Chadema tulipokaa kikao cha kamati kuu tarehe 28 na 29 mwezi Aprili, tukapitisha azimio la kuitaka serikali haramu na batili, serikali dhalimu na katili, ipunguze kodi na tozo kwenye mafuta na iweke na ruzuku ili bei ya mafuta ishuke, bei za bidhaa zishuke, wananchi wasiumie na maisha magumu.